Sababu ya tano na ya mwisho inawafanya wanaume wengi kushindwa kuwa committed na wanawake wanawapenda ni kwa sababu anajua hautomwacha. Sasa hiki ni kitu kikubwa sana. Kikubwa sana. Unajua, anaelewa unampenda sana. Kwa hiyo utaendelea kubaki hapo na kumvumilia. Anaelewa hamna malengo ya muda gani mtafikia malengo yenu. Unajua kuna ile namna ya kusema kwamba mwaka 2027 tutafunga ndoa. Yaani hamna zile ahadi za madeni, hamna deadline ya mahusiano yenu. Yaani nyinyi mpo tu random. Kwa anaamini utaendelea kusubiri, anaamini utaendelea kumwamini, anaamini utaendelea kumvumilia. Hauwezi kumwacha. Kwa hiyo ni sababu kubwa pia inawapelekea wanaume kufikiri kwamba okay, haina haja ya kuharakisha kwa sababu huyu yupo tu. Umenielewa? Tofauti na ile kwamba bwana huyu anataka kuolewa, usipomuoa wewe unajua watu wanamuai. Kwa hakuna ile kile kitu chenye ushawishi wa moja kwa moja wa yeye kufikiri kwamba ni muhimu kuoa. Kwa sababu anaamini huwezi kumwacha. Na hapo wanaume wanafika mbali. Hata kama atatokea mwanaume mwingine anataka kukuoa, yeye anajiamini katika ile level ya kusema kwamba okay, kama unataka basi olewa tu. Mimi muda wa kuoa bado hujafika. Ila wewe kama unaona uko tayari kuolewa basi poa, olewa, mimi nitatafuta mtu mwingine. Kwa nini? Anajua uwezi kumwacha. Kwa hiyo sababu ya tano na ya mwisho inawafanya wanaume wasiwe committed na wanawake katika namna ya kuwaoa, kuwachumbia, kuwaweka wazi, kuwatambulisha katika namna ya mwili mmoja ni kwa sababu wanajua hata kama wasipofanya hivyo hautoweza kuwaacha. Si umenielewa mwanamke mzuri? Sasa hizo ni sababu tano ambazo zinawapelekea wanaume kutokuwa committed na wanawake hata kama wanaoa. Mwanamke mzuri, usikubali kuwa chaguo. Kama kweli anakupenda basi atakuweka wazi katika namna ya kuwa committed. Mahusiano yenu yana mwaka mmoja ama ndo yanaanza. Lengo la mahusiano yenu ni mwisho wa siku muwe pamoja, muwe na familia. Lazima ujue lengo lenu. Kama ni kupray tu, kuchezeana, basi uwe na mipaka ya kujua mimi sitaki kuchezewa kwa kiwango hiki kwa sababu mume wangu sio huyu. Huyu akinichezea sana mume wangu nitampa nini? Ndio hiyo unakutana na wanawake wanakuja kuolewa washamalizwa, matundu yote yashaisha, yani kila kitu washafanya, mume anaenda kupokea makombo. Kwa lazima uelewe upo katika mahusiano yenye malengo gani ili uangalie kwa malengo haya nitatoa mpaka hapa, sitotoa zaidi. Na kwa malengo haya nitatoa mpaka hapa. Kwa lazima tuwe na wanaume ambao wanatuweka sisi kama vipaumbele na sio machaguo. Leo anza kufanya tathmini ya mahusiano yako, yana muda gani ama ndio yanaanza, malengo yenu ni nini, muda upi mtafikia hatua fulani, mchakato wa yeye kuwa committed na wewe ukoje wewe mwanaume. Usiogope kuachwa.